nianze kuungana na mwenzangu kwamba kuna vivutio ambavyo havijatangazwa, ikiwemo maporomoko ya Kalambo, maporomoko ya kisasa, the shifting sand kule Ngorongoro. Kwa hiyo serikali ione namna ya kutangaza vivutio hivi ili kuongeza pato kwenye sekta ya utalii. Baada ya kusema hayo, naomba nichukue nafasi nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake kubwa za kukuza uchumi, lakini pia kwa jitihada zake kubwa sana za kuhakikisha kwamba miradi ya kimkakati inakamilika, na haswa mradi wa kufua umeme, mradi wa daraja la Kigongo Busisi, mradi wa reli ya kisasa ambao unaendelea kujengwa katika maeneo yaliyobakia, na mradi huu ukikamilika utakuza uchumi kwa kiasi kikubwa, utaleta ajira kwa sekta isiyo rasmi na rasmi kwa wanawake na vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwa moyo wa dhati niwapongeze mawaziri na manaibu waziri pamoja na watendaji wao wote kwa kuja na bajeti ambayo ni jumuishi, lakini bajeti ya kizalendo ambayo utekelezaji wake kwa asilimia zaidi ya 74 utagharamiwa na pato la ndani. Baada ya pongezi hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nizungumzie swala la kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba serikali iondokane na mfumo wa kusafirisha mali ghafi na badala yake ijikite kwenye kuongeza thamani kwa maana ya agro processing. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natoka mkoa wa Simiyu. Mkoa wa Simiyu unazalisha zaidi ya 55% ya pamba yote inayozalishwa hapa nchini, lakini hakuna kiwanda cha kuchakata pamba hata kimoja. Ninachoshuhudia wakati wa msimu ni malori msururu yakiwa yamepakia marobota ya pamba ghafi yakielekea bandarini Dar es Salaam kwa ajili ya kusafirishwa kwenda nje, huku sisi tukiwa tumekaa kama watazamaji tunasubiri kupangiwa bei ya pamba na soko la dunia, wakati tungeweza tukaichakata pamba hii tukajenga viwanda vya kutengeneza nyuzi na nguo pale mkoa wa Simiyu, hivyo tukaongeza thamani, lakini tukatengeneza ajira kwa vijana na wanawake wa mkoa wa Simiyu, pamoja na kumrekebishia au kumboreshea mkulima maskini huyu wa pamba bei yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nitamwomba waziri wa mipango wakati anakuja kuhitimisha hapa wasilisho lake aniambie ni nini mkakati wa serikali kwenye zao la pamba kwa wakulima wa mkoa wa Simiyu, lakini kwa wakulima wa mikoa yote inayolima pamba, na hasa ukizingatia kwamba mkulima huyu anakatwa shilingi 300 kwa kilo bila kujali ametumia kiasi gani cha pembejeo katika pamba yake. Hivyo ni vizuri akaona thamani ya pamba yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ni eneo la umeme. Ili serikali iweze kuzalisha megawati 8,000 za umeme kufika mwaka 2030, ni lazima iwekeze sasa. Kwa maana hiyo, lazima serikali ishirikiane na sekta binafsi katika kutafuta vyanzo vingine vya kuongeza umeme, ikiwemo upepo, jua, joto ardhi, makaa ya mawe na urania. Kwa kufanya hivyo, iende sambamba pamoja na kujenga transmission lines ili umeme huu uweze kuingizwa kwenye gridi ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe TANESCO iingie ubia na sekta binafsi katika swala zima la kusafirisha umeme, ili pale ambapo tutakuwa na umeme wa ziada, basi umeme huu uuzwe kwenye nchi za jirani ambazo zina uhitaji mkubwa sana wa umeme, ikiwemo Zambia pamoja na DRC, na hasa kwenye jimbo la Katanga ambapo kunazalishwa shaba. Eneo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni eneo la matumizi ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali ibane matumizi, na hasa kwenye ununuzi wa magari ya kifahari, lakini na safari za nje. Tuwatumie zaidi wabalozi wetu walioko nje katika mambo ambayo yangeweza kufanyika kule badala ya hizi safari ambazo zina gharama kubwa, na pesa hii iende kwenye miradi ya maendeleo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba serikali isimamie viwango na ubora, na hasa kwenye eneo la ujenzi wa barabara za lami, ili kuepuka gharama kubwa zinazotumika katika marekebisho ya barabara, kwani nyingi zinajengwa chini ya kiwango. Eneo hili likisimamiwa vizuri, tutaokoa pesa nyingi sana za serikali ambazo tunaweza tukazipeleka kwenye miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ni TRA sasa ije na mfumo dhabiti
na mfumo bora wa ukusanyaji wa mapato kutoka kwenye sekta ambayo sio rasmi, kwa maana informal sector. Na niwakumbushe tu kwamba kuna msemo unaosema kwamba taxes are not paid but they are collected. Kwa hiyo lazima watoke wakatafute kodi badala ya kusubiri watu walipe kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, kutokana na muda, niombe tu kwamba serikali iendelee kuhakikisha kwamba inapunguza shughuli za kibinadamu kwenye mbuga zetu. Watalii wanakuja kuangalia wanyama na hawaji kuangalia mlolongo wa mahoteli yaliyojengwa ndani ya mbuga zetu. Tupunguze hizi shughuli ili tuzilinde mbuga zetu kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Baada ya kusema hayo, mwisho na japokuwa sio kwa muhimu, niipongeze kamati ya bajeti kwa namna ambayo ilitoa maoni na ushauri kwa serikali, na hivyo basi Mungu awabariki sana wajumbe wote wa kamati hii ya bajeti kwa kazi kubwa waliofanya. Baada ya kusema hapo, naomba kuwasilisha naunga hoja mkono. Asante sana Mheshimiwa Tina Chenge. Nilimtaja Mheshimiwa Kiza Mayeye, Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando, Mheshimiwa Asha Baraka jiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika hotuba hii ya Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeisoma sana bajeti hii ya Wizara ya Fedha na niseme ni declare interest kwamba sina tatizo na Profesa Mkumbo na watu wako na Waziri wa Fedha. Natambua jitihada ambazo mnazifanya kwa ajili ya Watanzania, lakini kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya Watanzania, lazima tuwawakilishe Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti hii nimeisoma. Mimi sitakuwa na mengi, lakini nitajielekeza katika mambo machache. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na swala zima la kilimo. Takwimu zinaonyesha 65% ya Watanzania wanategemea kilimo. Na hata ukifika kule kwetu Kigoma, babu zangu na baba zangu wote ni wakulima, wanalima kahawa, mahindi, ndizi, na wote tuko hapa bungeni kwa asilimia kubwa wazazi wetu ni wakulima. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima hawa ambao serikali inasema inawajali na inawapenda sana, lakini ndio hawa huko kwenye majimbo yetu wako watu wanalima misimu ya kilimo, hata mbolea ya ruzuku hawapati. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimuombe sana Waziri wa Fedha na timu yake, kama kuna kitu ambacho tutakwenda kuwakosea wakulima ni kuacha tozo hii ya 1% ya withholding tax ambayo mmeita kwamba ni final withholding tax. Mheshimiwa Mwenyekiti, tozo hii mimi binafsi naona ni kwamba serikali mmeificha kwa kisingizio cha kusema mnaipa makampuni au wafanyabiashara wakubwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli tozo hii inakwenda kuongeza mzigo kwa mkulima wa chini kule kwetu Kalinzi na maeneo mengine pia ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima hawa ambao wanalima hawana mbolea ruzuku, hawana elimu ya kutosha, wanapitia misukosuko mikubwa katika uandaaji wa kilimo. Then wanapokuja kuuza mazao, Waziri wa Fedha anasema hii withholding tax itachukuliwa na hawa wafanyabiashara wakubwa ama makampuni. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa watakuwa affected kwa sababu automatic makampuni makubwa yatakapokwenda kule kwa wakulima wa chini watawalalia bei ili waweze kufidia withholding tax ya 1%. Na mmesema ni final kwamba mwisho huyu mkulima wa kule kwetu Kalinzi atakwenda kuidai TRA. Mkulima ambaye hata simu ya tachi hana, anafuatilia vipi hayo makato yake kwamba mwisho wa siku atakuja kuidai? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe sana Waziri wa Fedha, najua nia yenu ni njema, lakini toweni hii 1%, itakwenda kuwakandamiza wakulima na tutaongeza mzigo mkubwa kwa wananchi, kwa sababu hata mazao na chakula yatapanda na bei kuwa juu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nizungumzie swala la NIDA. Ni serikali mlikuja hapa mkaleta mpango wa NIDA, lakini leo NIDA imekuwa ni kizungumkuti kwa Watanzania. Watanzania hawana vitambulisho vya NIDA. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania leo kujisajili shule mwanafunzi anatakiwa kitambulisho cha NIDA.
Leo kusafiri pale SGR kama una kitambulisho cha NIDA unaweza ukazuiliwa usipite. Kule kwetu Kigoma, 80% ya watu wa Kigoma hawana NIDA na mnatuita Warundi kwa sababu tuko mpakani. Tunataka tupate namba za NIDA. Tukiatazama katika bajeti ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha, ni kiasi kidogo sana ambacho kimekwenda kwa watu wa NIDA, tena kwa mapato ya ndani. Alafu huku tunaleta tozo ambazo zinakwenda kuwakandamiza wakulima ambao watahitaji hiyo NIDA katika kuuza mazao yao na vitu vingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nishauri sana serikali, twendeni tukaweke pesa, tukawape pesa watu wa NIDA, Watanzania wapate NIDA, na tunataka kwenda kwenye usajili wa kidigitali, wafanyabiashara wadogo kwenye kidigitali. Watafanyaje kama hawana vitambulisho vya NIDA? Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, naombeni sana mtoe kipaumbele katika swala zima la NIDA. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nizungumzie swala zima la vijana kwa sababu na mimi ni mbunge kijana. Changamoto ya ajira Tanzania ni kubwa sana. Vijana wengi hawana ajira, wako mtaani. Vijana wengi wanamaliza shule, ni degree, ni masters, wana diploma, wengine wanarudi kuendesha bodaboda ili waondoke kwenye wizi, kwenye ukibaka, wafanye kazi ambazo ni halali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilitarajia serikali katika bajeti hii mtakuja na mpango mkakati wa kuwasaidia vijana, hata kuwakopesha bodaboda ili waweze kufanya kazi na watoke katika dimbwi la umaskini. Lakini leo Mheshimiwa Waziri anakuja na tozo ambazo zitawafanya vijana wa Kitanzania warudi barabarani wakawe vibaka kwa sababu hawataweza kumudu na kuendesha bodaboda. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naiomba sana serikali kutoka 95,000 mpaka 150,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna difference ya 55,000. Huyu kijana itampelekea aanze kukimbizana na polisi barabarani, mwisho wa siku atapata ajali ambazo hatukuzitarajia. Watoe tozo hii iwasaidie vijana. Bodaboda ndiyo ajira yao kubwa. Tupunguze wezi, tupunguze vibaka, na ikiwezekana tushushe kabisa tozo ziwe chini, lakini sio kuongeza tozo kwa vijana wa Kitanzania. Mwisho wa siku ndio tunakwenda kwenye maandamano, vijana wamejaa barabarani kwa sababu hawana kazi za kufanya. Wafikirieni sana vijana wa Kitanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda bado? Umemaliza. Kengele. Asante na kushukuru. Asante sana. Tunaendelea na Mheshimiwa